tuende nalo hadi tamati. Moja kwa moja kwenye taarifa zetu kuu ni kwamba aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua atafahamu hatima yake ya kisiasa hapo kesho, huku mahakama ikitarajiwa kutoa uamuzi kuhusu kesi ya kuondolewa kwake madarakani. Akizungumza hii leo, Gachagua alielezea imani yake kwa mahakama akisema yupo tayari kupokea matokeo ya uamuzi huo. Kadhalika, spika wa bunge la taifa Moses Wetangula ameipongeza serikali kwa kuanzisha miradi kadhaa ya maendeleo katika eneo la magharibi mwa Kenya. Taarifa kamili, mtazamaji, ni kwenye ulingo wa kisiasa na mwanahabari wetu Timothy Kipnusu. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua alihudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la PCEA Mtero katika eneo la Karen jijini Nairobi, ambapo alielezea kuwa yuko tayari kupokea uamuzi wa mahakama katika kesi ya kumwondoa madarakani. I have confidence that our judiciary is independent, is impartial, and will give justice to Rigathi Gachagua and millions of his supporters across the country. Gachagua aliwataka wafuasi wake kudumisha utulivu na amani, wakisubiri uamuzi wa kesi hiyo ambayo imekuwa ikiendelea kwa miaka miwili iliyopita. If the ruling goes the other way, it is still okay. We'll still have an opportunity to go to the Court of Appeal and follow the legal remedies that has been provided by the Constitution. We are still here. We are standing strong. His Excellency has built a team together with our mom, Pastor Dorcas. They have stood with millions of Kenyans. Kwengineko, baadhi ya viongozi wakiongozwa na naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Dr. Fred Matiang'i wameikosoa serikali kuhusu kile walichokitaja kuwa ni utozaji wa ushuru kupita kiasi kwa Wakenya. Wafanyikazi saa hii wale wanafanya kazi, employees in government and outside government, saa hii mshahara yao ni nusu. Ile ingine yote inaenda kwa hii mambo inaitwa taxes. Almost half of our salary of an employee. Ni kama tumekuwa slaves wa serikali. In Kenya, if the church or the religious communities did not invest in education, we will not have the institutions we have. Methodist nyinyi kwanza ndio example. The investment you have made in the education sector, on a university and so on, you should be listened to, and so on and so forth. Wakati huo, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula aliwahimiza vijana kujisajili kuwa wapiga kura ili kushiriki katika kuwachagua viongozi wanaowataka katika uchaguzi ujao. Ni kuwarai vijana, kwa sababu wengi wenu ni vijana, kwamba ni muhimu kupata silaha ya kisiasa. Na silaha ya kisiasa ni kipande yako na kura yako. Aliipongeza serikali ya Rais Ruto kwa kutekeleza miradi ya maendeleo katika eneo la magharibi. Wetangula alitaja baadhi ya miradi mikuu ya maendeleo ikiwemo hospitali ya level 6 ya gharama ya shilingi bilioni 8, upanuzi wa barabara ya reli ya kisasa, akisema kuwa miradi hiyo itakuwa kichocheo kikubwa cha ukuaji wa uchumi katika eneo hilo. Tumeweka 8 billion shillings kujenga hiyo level 6 hospital. Ikimalizika, hakuna haja ya kwenda Eldoret MTRH, hakuna haja ya kwenda Nairobi, hakuna haja ya kwenda Kampala Mulago. Tutaenda wapi? Hapa Sichei. Timothy Kipnusu, Darubini Wikendi.